بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na majalisi zetu za kitabu al-Kabair. Majlisi ya mwisho tulikuwa ni wenye kumalizia mlango unaoelezea dhambi kuu la 13, ambapo Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala ameweka hadithi nyingi na athari zenye kubainisha uharamu na madhara ya dhulma, wa bil khusus madhara dhulma kwa viongozi, yani dhulma ya viongozi kwa raia wake, kadhalika na dhulma ya kila mmoja kumdhulumu mwenzake. Tulimalizia darasa iliyopita na ahadithi zinazoelezea madhara ya kuomba uongozi, madhara ya kuomba vyeo na kuvikimbilia, na kuashiria kutaka uongozi. Kwa tumeona maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sehemu hiyo kwamba inna wallahi la nuwalli hadha al-amala ahadan sa'alahu, hakika sisi kwa maana Waislamu hatumtawalishi, hatumpi uongozi mwenye kuuomba. Kiongozi katika Uislamu anateuliwa tu, anateuliwa na kupitishwa, na yule atakayekuwa amepitishwa basi ndio huyo huyo. Ama kumbilia na kugombania na kupupia uwe kiongozi, jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikemea. Na kwa nini amelikemea? Ni kwa sababu ya yale ambayo yanayofungamana na uongozi katika masalihi kadhalika na mafasidi. Mtu anaweza akakimbilia kuwa kiongozi, akautaka uongozi, lakini ikawa kuongoza kwake ni sababu ya kupatikana mafasidi makubwa kwa Waislamu na kwa jamii kwa ujumla. Kwa uongozi si jambo rahisi la kila mmoja kukimbilia na kupenda awe kiongozi. Na tunaposema kiongozi, ni kiongozi anayesimamia majambo ya Waislamu, imma majambo madogo madogo kama vile kusimamia baadhi ya mambo, kadhalika na mambo makubwa. Huu ni uongozi. Jazakumullah khair. Kwa si kitu cha mtu kupupia. Ukipendekezwa ukapitishwa, fabiha wa neema. Na kama tulivyoona kisa cha wale masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, alipokuwa Mtume alayhi salam anawaagiza mahala, mmoja wao akasema, mimi naomba nifanye kuwa ni amiri wa safari. Mtume alayhi salam akamwambia, sisi hatuwapi kazi hii wenye kuiomba,
na akawa amewekwa pembeni na kuchaguliwa sahaba mwingine radhiyallahu ta'ala anhum. Kadhalika tukawa tumeona hadithi ya mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema thalathu da'watin, dua za aina tatu, mustajabatun, ni zenye kujibiwa. Thalathu da'watin, dua za aina tatu, mustajabatun, ikiwa ni khabari ya mubtada mustajabatun, na ikiwa mustajabatin ikiwa ni naat au sifa ya da'watin, ikiwa ni sifa ya da'watin mustajabatin, na mustajabatun ikiwa ni khabari ya mubtada. أي هذه ثلاث دعوات مستجابات، sawa. أي هذه ثلاث دعوات مستجابات. Naam, kwamba maombi ya aina tatu ni yenye kujibiwa, la shakka fihinna, hakuna shaka katika kujibiwa kwake. Dua ya kwanza, dua ya mwenye kudhulumiwa, wa da'watul musafiri, na dua ya msafiri, wa da'watul walidi ala waladihi, na dua ya mzazi juu ya mwanaye. Na tukawa tumetoa maelezo katika sehemu hiyo. Kuna duaul walidi ala waladihi na kuna duaul walidi liwaladihi. Mal farqu bainahuma? Nini tofauti unaposema duaul walidi liwaladihi au ala waladihi? Je, kuna tofauti au hakuna? Ipo. 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 Nani atatufafanulia? Sheikh hapo. Dua ala waladihi maana yake ni inakusudia dua gani? Dua ambayo sio nzuri. Wa duaul walidi liwaladihi, dua iliyokuwa njema. Ahsant. Tulisema ikitumika ala kwa maana ya dua mbaya, ikitumika lam liwaladihi kwa maana ya dua njema, sawa. Na tukawa tumesema kuna hii ni lafdhi imekuja katika Sunan Tirmidhi, duaul walidi ala waladihi. Anasema Imamu Adh-Dhahabi, sanaduhu qawiyun, sanadi yake ni yenye nguvu. Ameipokea Imamu Tirmidhi bihadha al-lafdh, kwa lafdhi hii. Kadhalika Imamu al-Bukhari katika Adabul Mufrad na Ibn Majah na Ahmad, nimekuja katika Sunan Abi Dauda kwa lafdhi nyingine. Mwishoni imekuja wa duaul walidi liwaladihi katika lafdhi ya Abi Dauda, wa duaul walidi liwaladihi, na dua ya mzazi kwa mwanae, yani dua iliyokuwa mzuri. Ndio tumehimiza sehemu hiyo kwamba wazazi tupende kuwaombea watoto dua nzuri na tuachane na dua zilizokuwa mbaya. Na hadithi hii kwa alfadhi zake zote ni hadithun hasan, ameihasanisha Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Tayib, na leo tunaanza al-kabiratu ar-rabi'ata ashara, al-kabiratu ar-rabi'ata asharata, الكبيرة الرابعة عشرة، ذنب كل 14. شرب الخمر، kunywa pombe. Wa in lam yaskir minhu, hata kama mtu hajalewa. Kunywa pombe
kabiratun min kabairi dhunubi, ni moja katika madhambi makubwa kitendo tu cha kunywa pombe. Wa illam yaskir minhu, hata kama mtu hajalewa. Maneno haya Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala, wa illam yaskir minhu, yadullu ala anna al-ibrata laysa bikaunihi yaskir. Na yanajulisha haya maneno Imamu Dhahabi kwamba ibra, mazingatio katika kuharamisha pombe, sawa, uharamu wa pombe, mazingatio yake si kwamba ni vile mtu akinywa akalewa ndio inakuwa haramu, sawa, kwamba mtu akinywa akalewa basi ndio inakuwa haramu. Wa innama yakunu bitanawulihi almuskir wa illam yaskir minhu, bali si vinginevyo. Mazingatio katika uharamu wa pombe ni vile tu mtu kunywa kilevi hata kama hajalewa. Kitendo cha kunywa tu kilevi basi inakuwa ni haramu hata kama mtu hajalewa, ili mtu asije akasema kwamba mimi wakati mwingine naweza nikanywa na nisilewe, basi ushafanya haramu. Kitendo tu cha kunywa, hata kama umekunywa kidogo, basi hujalewa kwa sababu umekunywa kidogo, ni haramu kwa sababu tu umekunywa kinywaji haramu. Na hapa nitatoa maelezo kidogo kwa sababu ya utangulizi wa mlango huu kidogo unahitaji maelezo kwa ufupi ambayo Imamu Dhahabi hajayaeleza hapa. Kwa hiyo tusikilizane, na kwa lile ambayo ni jepesi kwako utaliandika, yanayokupita utasikiliza kaseti insha Allah taala. Alkhamru fi lugha, pombe katika lugha, ma ghatta, pombe katika lugha ni kitu chenye kufunika, ni kitu chenye kufunika. Alkhamru fi lugha ma ghatta, pombe katika lugha wanasema wanachuoni kuwa ni kitu chenye kufunika. Wasummiya ash-sharabu al-muskiri khamran, na kinywaji chenye kulewesha kimeitwa kuwa ni pombe, liannahu yughatti al-aqla, kwa sababu kinaifunika akili. Kwa sababu kinywaji hicho kinaifunika akili, inakuwa kama haipo, kinaifunika akili na kuibadilisha akili, sawa. Ndio maana kinywaji hicho kikaitwa kuwa ni khamri. Yani kinywaji chochote ambacho kinalewesha yusamma khamran, kinaitwa kuwa ni khamri, kwa maana ni pombe. Limadha? Kwa nini? Liannahu yughatti al-aqla, kwa sababu kinaifunika akili na kuibadilisha. Hii ni katika upande wa lugha ya Kiarabu. Wa taarifuhu shar'an, na maana ya pombe kisheria, kullu sharabin muskirin fahuwa khamrun. Taarifu yake katika sheria, wanasema wanachuoni wa sheria kuwa pombe maana yake wa kullu sharabi, ni kila kinywaji, muskirin, chenye kulewesha. Kullu sharabin muskirin, kila kinywaji chenye kulewesha, fahuwa khamrun, basi kinywaji hicho ni haramu, ni pombe. Fahuwa khamrun, basi kinywaji hicho ni pombe. Min ayi shay'in kana, kwa maana kutokana na kitu chochote itakavyokuwa imetengenezwa, yani hicho kinywaji madam kinalewesha, fahuwa khamr, hiyo inakuwa ni pombe.
min ayi shay'in kana, kwa kitu chochote itakachokuwa imetengenezwa pombe hiyo. Haijalishi imetengenezwa kwa zabibu, kwa tende, kwa asali, kwa ndizi, kwa mahindi na vinginevyo, sawa, bila kuangalia kwamba imetengenezwa kwa kitu gani, imetengenezwa kwa jambo gani, imetengenezwa kwa nafaka gani, bila kuangalia, maadamu inalewesha, fahuwa khamrun, hiyo inakuwa ni pombe, bila kuangalia imetengenezwa kwa kitu gani. Kwa sababu wengine wanasema ili pombe iwe ni haramu, basi iwe ni pombe ya zabibu, iwe pombe ya zabibu. Ama pombe ya tende au mahindi basi ni halali. La, maadamu ni pombe, yani maadamu inalewesha, خلاص hicho kinywaji ni pombe na ni haramu. Sawa sawa. Gongo inatengenezwa kwa nini? Inua sauti. Inatengenezwa matunda ya korosho ndio inatengenezwa gongo. Kuna mwingine anajua zaidi. Kujua sio lazima wewe unakunywa au umetengeneza, la, unaweza ukaa unaishi na watu wanaotengeneza, sawa, ukajua habari hizo. Tayib, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu sharabin askara, kila kinywaji chenye kulewesha, fahuwa haramun, kinywaji hicho ni haramu. Kullu sharabin, kinywaji chochote au kila kinywaji, askara, chenye kulewesha, fahuwa haramun, basi kinywaji hicho ni haramu. Muttafaqun alayhi. Kadhalika akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu muskirin haramun, kullu muskirin haramun, kila kilevi ni haramu. Kullu muskirin haram, kila kilevi ni haramu, yani kila aina ya kilevi ni haramu. Kullu muskirin haramu, kila kilevi ni haramu, haijalishi kwamba imetengenezwa na nini, maadamu ni kinywaji chenye kulewesha, haramu. Sawa. Kullu muskirin haramu, kila chenye kulewesha ni haramu. Na hapa katika maneno haya Mtume alayhi salam aliposema kullu muskiri, kila kilevi, hii kullu ni kulliya, sawa. Hii kullu kulliya, yani hakuna kilichovuliwa katika kilevi, kila aina ya vilevi ni haramu. Muttafaqun alayhi, pia hadithi hii ni muttafaqun alayhi. Kadhalika kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam inda Muslim, hadithi ambayo ameitoa Imam Muslim, kullu muskirin khamrun, kullu muskirin khamrun, kila kilevi ni pombe. Kullu muskirin, kila kilevi, khamrun ni pombe. Wa kullu muskirin haramun, na kila kilevi ni haramu. Sawa. Kila kilevi, yani kila aina ya kilevi ni pombe, na kila kilevi ni haramu. Hadithi hii ameitoa Imam Muslim katika sahihi yake, na nyinginezo katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zenye kuharamisha pombe na kubainisha madhara yake. Kadhalika ajmaa al-ulamau, pia wamekubaliana wanachuoni
ala anna kulla sharabin, ya kwamba kila kinywaji, muskirin, chenye kulewesha, fashurbuhu haramun, kunywa kinywaji hicho ni haramu. Wamekubaliana wanachuoni ya kwamba kila aina ya kinywaji chenye kulewesha, fashurbuhu haramun, basi kunywa kinywaji hicho hukumu yake ni haramu. Wa ajma'u aidan, kadhalika wakakubaliana maulama ala anna shurba qalili, ya kwamba kunywa kidogo, ala anna shurba qalili, ya kwamba kunywa kinywaji kidogo, la yuskiri, kisicholewesha, mimma yuskiru, katika kitu chenye kulewesha, mimma yuskiru kathiruhu, katika kitu ambacho ni chenye kulewesha kinapokuwa kingi, haramun, basi kitu hicho ni haramu, kinywaji hicho ni haramu. Min al-inab, sawa sawa imetengenezwa kwa zabibu na vinginevyo katika nafaka na zana ambazo hutengenezwa vinywaji vilevi. Maulama wamekubaliana kwamba kunywa kinywaji kidogo ambacho hakileweshi sawa, lakini kinywaji hicho kikiwa kingi kinalewesha sawa. Min al-inab, tena kinywaji ambacho kimetengenezwa kwa zabibu, haramu. Wamekubaliana kuwa ni haramu hata kama mtu atakunywa kidogo. Yani mathalan mtu akasema nachukua kinywaji, yani pombe ndogo iliyotengenezwa kwa zabibu, akanywa kidogo sawa, ambapo akinywa kidogo halewi sawa, akinywa kidogo yani halewi, akili yake haichanganyiki, anakuwa hadhir sawa. Lakini wamekubaliana kwamba kunywa kidogo katika pombe ya zabibu ni haramu, hata kama mtu haitomlewesha, kwamba kwa vile ni kidogo, maadamu ikiwa nyingi nalewesha basi ni haramu sawa. Wakhtalafu, kisha wakatofautiana katika vinywaji vingine, fi ghairi al-inab, vilivyotengenezwa kinyume na zabibu. Wametofautiana maulama wa fiqhi, kunywa kidogo katika kilevi lakini kisicholewesha sawa, kunywa kidogo katika kilevi kisicholewesha, kilichotengenezwa kwa nafaka zingine zisizokuwa nini, zabibu. Wametofautiana sawa. Wako waliosema kwamba ikiwa mtu akaamua kuonja sawa kidogo katika pombe ambayo imetengenezwa mathala kwa tende, au imetengenezwa kwa mahindi, au imetengenezwa kwa nini, kwa ndizi, ahsan sawa, akanywa kidogo kiasi ambacho hatolewa sawa. Wako ambao wanasema hakuna shida, kwa sababu haramu ni kulewesha, na yeye hiki alichotia mdomoni hakimleweshi kwa sababu ni kidogo, pamoja na kwamba akinywa kingi atalewa, basi akinywa kidogo hatolewa na haitokuwa ni haramu kwake. Hii ni kauli ya wanachuoni, sio kauli ya watu wa tabangi sawa, na ni kauli ya Hanafia sawa. Wanasema hivyo kwamba ikiwa ni pombe ambayo haijatengenezwa kwa zabibu, si vibaya mtu kuchukua kidogo, yani mtu akanywa kidogo kiasi ambacho hatofanyaje, hatolewa. Hii ni kauli. Kauli nyingine ambayo ndio kauli ya jamhurul ulama, wanasema ni haram kunywa au kuonja
pombe ya aina yoyote, qaliluhu wa kathiruhu, sawa sawa ni kidogo au ni nyingi. Minal inabi, sawa sawa imetengenezwa kwa zabibu, au ghairihi, au vitu vingine. Na hii ndio kaulu rajih, hii ndio kauli yenye nguvu katika masala. Sawa, kauli yenye nguvu ni hii ya jamhurul ulama kwamba ni haram kunywa pombe hata kama ni kidogo, ambayo haileweshi. Sawa, ni haram. Sawa sawa, mtu anaweza akasema nataka nionje, anapiga hivi kimfuniko. Unaona kimfuniko hivi, ukipiga kimfuniko hivi ulewi, anapiga hivi, haramu. Sawa, au anasema ngoja nionje kwa kidole, anaingiza kidole hivi analamba, haramu. Hadha huwa as-sahih, hii ndio kauli iliyo sahihi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa amma, hii ilikuwa katika masala ya vinywaji. Maelezo haya yanahusu vinywaji ambavyo ni vyenye kulewesha. Wa amma almukhaddirati aljamida, ama madawa ya kulevya yasiyokuwa vinywaji. Sawa, mikhaddirati kama matambuu, makubeli, mabange, shisha na nini, mirungi. Mirungi ndio shisha, sio? Au kuna shisha na mirungi? Miraa ndio mirungi, sio? Shisha nyingine. Sawa, yote hayo tuliyoyataja na vinginevyo katika vilevi vyenye kuharibu akili. Fala shakka anna tanawulaha haramu, hakuna shaka kuwa kunywa au kubugia vilevi hivyo ni haramu. La shakka fi dhalika, hata kama sio vinywaji, maadam kinalewesha au kinapoteza akili, kinaifunika akili, sawa, inakuwa ni haramu. Wa kabiratun min kabairi dhunub, kadhalika kubugia au kunywa au kuvuta bange na vinginevyo katika madawa ya kulevya, kabiratun min kabairi dhunub, ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Wa hiya ta'khudhu hukma alkhamri min kulli wajhin, na vilevi hivi vyote vinachukua hukumu ya pombe kwa kila sura, yani kwa kila njia. Sawa sawa, madawa ya kulevya kwa aina zake zote zinachukua hukumu ya nini? Ya pombe. Zinachukua hukumu ya pombe. Kama ilivyokuwa pombe ni haram, kadhalika na vitu hivyo vyote vyenye kulewesha ni haram ala sahih, kwa kauli iliyo sahihi. Liannaha muskiratun, kwa sababu madawa hayo na vitu hivyo ni vyenye kulewesha. Wa mudammiratun lilaqli, na ni vyenye kuichanganya akili, vinaichanganya akili na vinaharibu akili. Bal ba'dhuha akhbathu min alkhamr, bali baadhi ya madawa ya kulevya na yaliyokuwa mengi ni hatari zaidi na ni mabaya zaidi kuliko hata pombe. Sawa, madawa ya kulevya yani madhara yake ni makubwa kuliko pombe, kwa sababu ya yale mafsada yanayotarattabu, yanayofungamana na yanayopatikana mtu anapokuwa amevuta madawa ya kulevya. Kama bange, mtu akipiga bange ikamkataa, wenyewe wanasema, maana wengine wanakuambia amevuta bange lakini imemkubali. Sawa, hakuna aliyekubaliwa na bange. Bange ni bange tu. Sawa, wewe ukivuta bange akili yako itabaki kuwa ni akili ya bange tu. Hakuna kusema kwamba mimi nimenikubali. Hapana, akili yako itabaki kuwa ni akili ya mwenye bange. Huwezi kuwa sawa na akili ya mtu ambaye havuti bange abadan.
Sasa bange inaharibu vibaya sana akili. Bange inachizisha, si ndio? Bange inachizisha, inamfanya mtu anakuwa chizi, anavua nguo kabisa, anashika mawe, anakogotea mawe, anapiga, anaua, kwa sababu ya nini? Ya bange. Tofauti na pombe. Pombe kuna mafsada makubwa ambayo yanapatikana mtu akinywa, lakini hajafikia hatua ya mafsada yanayopatikana kwenye bangi, sawa sawa. Lakini pia pombe inamuondosha akili mtu, inavuruga akili ya mtu kwa muda. Akilala tu sawa, akiamka imeisha. Akilala, akiamka au akienda kukojoa sana imeisha, sawa. Haya, vuta bange sasa, na ikukubali hasa miaka na miaka, utakuwa ni chizi mpaka mwingine anakufa na kichaa kwa sababu ya nini? Ya bange. Wa na'udhu billahi min dhalika. Kwa hivyo aina zote hizo ni haramu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila chenye kulewesha ni pombe na kila kilevi ni haramu. Waqala, na akasema pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu kulla muskirin, jiepusheni na kila chenye kulewesha. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ijtanibu kulla muskirin, jiepusheni na kila aina ya kilevi. Hadithi hii ameitoa Imamu an-Nasa'i na ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، pia Umar ibn Khattab siku moja alisema akiwa katika mimbari bihadharati kibari sahaba, wakiwepo masahaba wakubwa wenzake, akasema katika hutuba yake akielezea madhara ya pombe, akasema, wal khamru ma khamara al aqla, pombe ni kila chenye kubadilisha na kuifunika akili. Pombe ni kila chenye kuibadilisha na kuivuruga akili, kitu hicho ni pombe. Hadithi hii ameitoa Imam al-Bukhari kadhalika na Imam Muslim. Fal-ibratu taqtiyatul aqli, kwa mazingatio katika kuharamisha pombe ni kile kitendo cha kufunika au kuivuruga akili, min ghairi nadhari min ayi madatin suniat, bila kuangalia kwamba kilevi hicho kimetengenezwa kwa kitu gani. Hatuangalii hivyo kwamba imetengenezwa kwa kitu gani, sawa. Maana wengine wanasema ili kilevi kiwe ni haramu, basi ni lazima imetengenezwa kwa zabibu, kwa sababu pombe ya zabibu ni kali sana. Waulizeni wenyewe, unaweza kukuta hapa mtaani kote hakuna pombe ya zabibu, sawa. Kwa sababu unaweza kukuta ni ghali tayari, kwa wanakunywa watu wenye daraja wenyewe, ambao daraja zao wana level za juu, sababu pia wanazitengeneza kwa darajati. Ziko pombe ambazo watu wanakunywa mtaani mpaka hapo bondeni, unakuta wanatengeneza hizi za hapo bondeni. Kiingia bondeni hapo unakuta wanapika hadi usiku, sawa. Hizi pombe za kienyeji, lakini ni mbaya sana hizi. Angalia vijana wanaokunywa hizi pombe ama taputapu haya, angalia walivyoharibikiwa akili. Ukimwangalia mtu yani choka mbaya kabisa, afu kijana mdogo ashakuwa kama mzee wa miaka 80, mdomo mweusi. Kisa nini? Haya mapombe ya kienyeji yanayokunywa, wanatengeneza kwa mahindi sijui na nini, sio, wanachanganya na madude gani na maviambuzi, sio. Kuna pombe ambao wanachanganya na maviambuzi, mushkila wallah, a'udhu billah. Sasa vinywaji vyote hivyo ni haramu bila kuangalia imetengenezwa kwa kitu gani. Maadamu ni kilevi, basi inakuwa ni haramu. Inatakiwa watu kujiepusha na vinywaji hivyo. Walakinna akthara an-nasi ghafilun, lakini watu wengi wameghafilika, sawa, wamegubikwa na shaitani, wamejikuta ni wenye kunywa vilevi. Na kuna mwingine asipokunywa yanakwambia hapati usingizi,
yani asipopiga funda moja basi hapati usingizi. Tena ukiangalia Muislamu, la ilaha illa Allah. Kwa hivyo mlango huu unatufundisha kwanza kufahamu kwamba kunywa pombe ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa, lakini pia tumeona kwamba katika madhara ya pombe inaharibu akili. Pombe inaharibu akili. Mtu akinywa pombe anakuta ile pombe imemkolea vizuri, njia nzima anatukana, na haangalia anamtukana nani, yani haangalia anakutukana wewe ni mzazi, au anakuita majina ambayo anayotaka yeye. Anaweza kukuita dogo, sawa, baba yake anamuita dogo, wewe dogo unasemaje bwana, sawa. Kwa sababu gani? Akili tayari imeyumba, tayari imevurugwa. Kipi kimeivuruga akili? Pombe, sawa. Anafika anamtukana mama yake, anamtukana baba yake, sawa. Na wakimchanganya zaidi anaweza akawapiga pia. Sisi tunaelewana? Kwa haangalii wala hajui kwamba huyu anayezungumza naye ni mkubwa wangu, ni mdogo wangu, hajui. Haya ni katika madhara ya pombe, pamoja na kwamba madhara yake ni ya muda mfupi, tofauti na madawa ya kulevya. Madhara yake ni ya muda mrefu, yani akiharibu akili mtu anachizika kabisa, sawa. Lakini yote kwa ujumla ni haramu, pamoja na kwamba watu wanafanya kuwa ni biashara na ni sehemu ya kupatia riziki. Kwa hiyo pombe ni haramu bilkitabi, kwa kitabu cha Allah, wa sunna na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ijma'i ulama, kadhalika na ijma' ya wanachuoni. Hizo tulizozitaja ni baadhi katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zenye kuonesha uharamu wa pombe, na hapa tutaona dalili katika Qur'an alizoziweka Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala zinazobainisha uharamu wa pombe, kadhalika na hadithi zingine ambazo ameziweka Imam rahimahullah, lakini hizo tulizozisoma Imamu hakuziweka hapa kuhofia kurefusha. Qala al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, twende sawa. Qala Allah ta'ala: yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun. Anasema Imam al-Dhahabi, amesema Allah mtukufu katika surati al-Baqara aya ya 219, yas'alunaka 'anil khamri. Maneno haya ya Allah tabaraka wa taala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba watu wanakuuliza kuhusu pombe. Yas'alunaka 'anil khamri, wanakuuliza watu kuhusiana na pombe, wal maisiri, na kamari. Yani yasalunaka an hukmihima, wanakuuliza kunako hukumu ya vitu hivi viwili, pombe na kamari. Aya hii wakati inashuka bado pombe haijaharamishwa, na wala pombe haijaharamishwa kwa aya hii, sawa. Kwa sababu kuharamishwa kwa pombe haijaharamishwa siku moja, sawa, yani kwa wakati mmoja, kwamba aya zilishuka wakati mmoja zote zikiharamisha pombe. Hapana, pombe watu walikuwa wakipiga sana, sawa. Watu walikuwa wanakunywa sana kabla ya Uislamu, na hata baada ya Uislamu kuja, mwanzoni mwa Uislamu, sawa, watu wakawa wanaendelea kunywa pombe kwa sababu haijaja nini, katazo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah tabaraka wa ta'ala katika kushusha sheria zake
na hukumu zake katika Qur'ani na katika sheria. Kama mnavyofahamu, kuna haramu na halali, sawa. Kuna makatazo na maamrisho, sawa. Kadhalika makatazo sio kwamba ameshuka dufa'atan, yapo makatazo ambayo yameshuka kwa mara moja, sawa, na yapo makatazo ambayo kukatazwa kwake yamekatazwa kwa tadarruji, hatua kwa hatua, kidogo kidogo, sawa. Sasa katika mambo yaliyoharamishwa hatua kwa hatua ni pombe, sawa, na yameharamishwa hatua kwa hatua, yani kidogo kidogo, kwa maslahi, kwa sababu Allah tabaraka wa taala yeye ndio mwenye kujua maslahi ya waja wake, na yapi yenye kuwanufaisha waja wake na yapi yenye kuwadhuru. Na kwa hekima zake Allah tabaraka wa taala anazozijua yeye, akaiharamisha pombe hatua kwa hatua, sawa. Sasa katika aya za mwanzo zilizoashiria uharamu wa pombe lakini bila kuharamisha moja kwa moja ni aya hii. Ukisoma imeashiria kwamba pombe si kitu kizuri, lakini haijaharamisha. Tuko pamoja? Allah anasema tabaraka wa taala, yasalunaka anil khamri, wanakuuliza Waislamu kuhusu pombe, yani hukumu yake, wal maisiri, na kamari. Qul, waambie, fihima ithmun kabirun, katika pombe na kamari, kwenye pombe na kamari kuna madhambi makubwa. Qul fihima ithmun kabirun, waambie kwamba katika pombe na kamari kuna madhambi makubwa, kwa maana mwenye kunywa pombe anapata dhambi, kadhalika na mwenye kucheza kamari anapata dhambi, sawa. Aya inaendelea, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnasi, sawa, wa manafi'u linnasi. Katika pombe na kamari kuna madhambi makubwa, lakini pia ndani yake kuna manufaa kwa watu. Wa manafi'u linnasi, pia kuna manufaa kwa watu, kwa maana watu wanapata faida kupitia pombe na kamari. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, lakini madhambi yake ni makubwa zaidi kuliko manufaa yake. Madhambi yake ni makubwa kuliko manufaa, sawa sawa. Allah tabaraka wa taala akabainisha maneno yake haya kwamba katika pombe kuna madhambi yaliyokuwa makubwa, lakini pia kuna faida kwa watu. Haya, faida, pombe na faida gani? Wakati mtu kwanza ni chungu, wenyewe wanasema, sio kasema shehe umeshaonja, wenyewe wanasema ni chungu, sawa. Lakini pia katika faida zinazopatikana kwenye pombe au kwenye kamari ni kwamba wamefanya ni biashara, sawa. Watu wanauza, wananunua, wanapata faida, wanapata pesa. Kuna watu hapa mjini hapa wanaishi kwa sababu ya kuuza pombe, sawa. Kuna watu wana maduka makubwa kuuza pombe, wanapata faida. Hii ndio faida iliyotajwa hapa, wa manafi'u linnas. Pia kuna manufaa mengi, kuna manufaa kwa watu wanapata faida. Lakini pamoja na kwamba kuna faida katika kucheza kamari na watu wa kibeti wanapata pesa, si ndio? Saa zingine mtu anabeti anapata mara bilioni moja, yani bilioni moja mtu anaweza kaipata ndani ya sekunde, sawa. Asione ilivyokuwa pesa ya haramu. Akishakula bilioni moja au milioni 200 ndani ya dakika chache, biasa anajipa matumaini, anaweza kapiga bilioni 2 ndani ya lisali moja, sawa. Kwa anarudia tena kucheza, akicheza anapigwa zote ndani ya sekunde chache. Yesu aliwapiga wenzake na yeye anapigwa zote. Hivyo ndivyo ilivyo kamari. Yani mtu anapata kichaa, anapata presha, ndani ya dakika chache alikuwa mzima, mtu anachizika.
Kwa sababu gani? Ameliwa pesa nyingi. Naudhu billahi min su'il hali. Pamoja na kwamba kuna faida zinapatikana kwenye kamali, kwenye pombe, Allah tabaraka wa taala akasema wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, madhara yake na madhambi yake ni makubwa kuliko manufaa yake. Hii ni aya ya kwanza katika aya ambazo zilikuja kuelezea na kuashiria madhara na uharamu wa pombe, lakini haikuharamisha moja kwa moja pombe. Waqala taala, na amesema pia Allah mtukufu. Hii sasa ndiyo aya iliyoharamisha pombe. Sawa? Aya hii ndiyo iliyoharamisha pombe. Ama hii ya kwanza tuliyoisoma hapa ya surati al-Baqara, ilivyoshuka watu waliendelea kupiga wengine. Sawa? Wanaotaka waliendelea kufanyaje? Kunywa pombe, kwa sababu haijafanyaje? Haijaharamishwa moja kwa moja. Wengine walijizuia baada ya kusikia kuna madhambi makubwa na kuna madhara makubwa, walifanyaje? Walijizuia. Sawa? Lakini wengine wakafanyaje? Wakaendelea, kwa sababu haijakatazwa moja kwa moja. Wengine anakunywa lakini asilewe sana, ndio ile tuliyosema kule juu, ambao unaweza kunywa lakini usifanyaje? Usilewe sana, yani kidogo, sio unakunywa mpaka unalewa unasahau kwako, la, kidogo tu. Wakawa wanakunywa hivyo wengine. Sawa? Wanasubiri mpaka iharamishwe moja kwa moja. Allah tabarak wa taala akateremsha aya hii ya surati al-Maida aya 90. Anasema Allah tabarak wa taala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini. Allah tabarak wa taala akawaita waumini, innamal khamru wal maisiru, kwa hakika si vinginevyo. Innama, kwa hakika si vinginevyo. Al-khamru, pombe, wal maisiru, na kamari, wal ansabu, ay wal awthan, na mizimu. Wal ansabu, na mizimu, na masanamu, yani mizimu na masanamu yenye kuabudiwa ambaye imechongwa kwa mawe na mfano wake. Innamal khamru, kwa hakika si vinginevyo pombe, wal maisiru, na kamari, wal ansabu, na mizimu, na masanamu. Al ansabu al awthan, wal azlamu, na mishale ya kutazamia ramli. Wal azlamu, na mishale ya kutazamia ramli, kupiga ramli. Sawa? Wal azlamu, yani kiufupi na kupiga ramli. Wal azlamu, na mishale ya kupigia au ya kutazamia ramli. Rijsun, vitu vyote hivyo rijsun ni uchafu, ni najisi. Min amali shaitani, katika, yani ni uchafu wa matendo ya shaitani. Min amali shaitani, kutokana na amali ya shaitani. Fajtanibuhu, basi jiepusheni na vitu hivyo ili mpate kufaulu. Ya ayuha alladhina amanu, enyi waumini. Innamal khamru wal maisiru, hakika si vinginevyo pombe na kamari, wal ansabu, na mizimu, wal azlamu, na kutazamia ramli, yani mishale ya kutazamia ramli. Rijsu, vitu vyote hivyo ni uchafu, kwa maana ni najis, kwa sababu rijsu ina maana nyingi. Ina maana ya najis, rijsu ina maana ya uchafu. Sawa sawa, uchafu usiokuwa najis. Sawa sawa. Lakini wengi katika jamaa, katika ahlul ilmi, wanaona anna al-khamra najisatun, kwamba pombe ni najisi.
na wametafsiri rijsun kuwa ni najis. sawa. Fajtanibuhu innama alkhamru walmaisiru walansabu walazlamu rijsun min amali shaitani, ni uchafu wa matendo ya shaitani, basi jiepusheni nao. Fajtanibuhu, jiepusheni na uchafu huo, ni najisi, yani katika matendo ya shaitani. Fajtanibuhu, jiepusheni nayo, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo aya hii ya surati al-Maida aya 90 ndio aya iliyokuja kuharamisha pombe, na aya hii imebainisha wazi anna min maqasid ash-sharia hifdhu al-aql. Aya hii inabainisha kuwa pombe ni haramu, na ndio kama tulivyosema ndio iliyokuja kuharamisha pombe na kubainisha kuwa katika makusudio ya sheria ya Uislamu ni kuhifadhi akili. Min maqasidi ash-sharia hifdhu al-aqli, katika makusudio ya sheria ni kuhifadhi akili. Ndio maana sheria ikaharamisha pombe, kwa sababu pombe inaharibu akili. Kwa kila chenye kuharibu akili ni haramu, kila chenye kuharibu akili ni haramu, kwa sababu sheria ya Uislamu imekuja kuhifadhi akili, imekuja kuhifadhi mambo makuu matano, ikiwemo akili, ikiwemo kuhifadhi akili, kwa sababu isipohifadhiwa akili hakuna maisha, hakuna maisha. Watu wasipokuwa na akili, maana yake wote watakuwa kama wanyama tu. Kwa kuhifadhi akili ni jambo la lazima. Tayib, kwa hivyo aya hii imetaja vitu vingi, lakini mahallu shahid tunachokisoma sisi hapa ni nini? Uharamu wa pombe. Sawa. Na aya hii imeonyesha wazi kwamba pombe ni akbahu, ni kitu kibaya zaidi kuliko vingine hivyo, kwamba pombe ni kitu kibaya. Katika dalili zenye kuonesha khubthil khamri, ubaya wa pombe, moja, annahu qurinat bil ansab, ni kwamba pombe imeunganishwa na ansab, mizimu, imeunganishwa na mizimu. Na inafahamika kwamba mizimu ni shirki, inafahamika kwamba al-ansabu shirku. Sawa, mizimu ni shirki. Sawa, hilo jambo la kwanza lenye kuashiria ubaya wa pombe, kwa sababu kwenye kutajwa hapa imetajwa pamoja na shirki ambayo ni al-ansab. Lakini jambo la pili lenye kuonesha ubaya wa pombe katika aya hii, anna al-khamra budia biha fil aya, ni kwamba pombe ndio imeanza kutajwa katika aya hii. Yani kitendo cha kuanza kutajwa inaonesha kwamba kitu hicho ni akhbath, ni kitu kichafu zaidi, ni kitu kibaya, inatakiwa watu kufanyaje? Kujiepusha nacho, kwa sababu ndio kimetajwa mwanzo pombe, innamal khamru, kisha vikaja vitu vingine. Sawa sawa. Kwa kule kutajwa mwanzo kunajulisha ubaya na madhara ya pombe. Idhan hizi ni aya mbili ambazo Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala ameziweka katika kitabu chake hiki kubainisha uharamu wa pombe. Aya ya kwanza tumesema ilikuja kuashiria madhara ya pombe, sawa? Naam, lakini baadaye aya hii ikaja kubainishwa na nyingine, kwa maana ikaja kufutwa hukumu. Sawa, ikaja kufutwa hukumu, kwa maana aya ya surati al-Maida ndio imekuja kufuta moja kwa moja nini? Pombe. Ikaja kufuta na kuharamisha moja kwa moja pombe, na kuwataka watu wote ambao walikuwa na pombe ndani wamwage. Na aya hii ilivyoshuka, watu Waislamu, yani masahaba radhiallahu ta'ala anhum, ambao bado katika majumba yao walikuwa na pombe, walikuwa wanakunywa, sawa,
wakaanza kumwaga zile pombe zao. Sawa. Maelezo ni mengi, hadithi, athari zimekuja zikielezea hilo kwamba siku hiyo yani ilikuwa kila mtaa unamiminika, yani mifereji inamiminika nini? Pombe, kama mvua vile. Watu wametoa mitungi yao ndani na mapipa waliokuwa wameyaweka ndani wanauza. Sawa, wanamwaga chini baada ya kushuka aya hii, fajtanibuhu, jiepusheni na pombe. Waliposikia tu agizo la Allah tabaraka wa taala, hapo wakajizuia na kujiepusha na pombe na kuimwaga. Hii inaonyesha pupa ya masahaba radhiyallahu taala anhum waliokuwa nayo katika kufuata sheria na maagizo ya Allah tabaraka wa taala. Ingekuwa leo baadhi ya watu wakisikia maagizo wanakuambia inshallah nitaangalia kesho. Sawa. Lakini aya hii imeteremka, wengine wana pombe ndani, mapipa kwa mapipa wanamimina yote, hakuna kulala na pombe tena ndani, kwa sababu tayari ishakuja agizo kwa Allah tabaraka wa taala ya agizo la kuharamisha. Hakuna kusubiri kwamba ngoja nisubiri nimalize hiki kidei. Hapana, walimwaga pombe zao wakitekeleza, wakitii agizo la Allah subhanahu wa ta'ala. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، anasema Imam al-Dhahabi, na imethibiti kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, Allah maridhie yeye na baba yake. Qala, amesema Ibn Abbas, lamma nazala tahrimul khamri, pindi ilipoteremka agizo la kuharamisha pombe. Ilipoteremka tahrimul khamri, agizo kwa maana aya ya kuharamisha pombe, masha sahabatu, walitoka masahaba, ba'dhum ila ba'dhin, baadhi yao wakenda kwa wenzao, waqalu, wakiambizana, hurrimatil khamru, kuanzia sasa pombe imeharamishwa, waju'ilat idlan au adlan lishirki, na imefanywa mfano wa shirki, yani imefanywa pamoja na shirki. waju'ilat idlan ay mumathilan lishirki wa muqarinan, kwamba pombe imeharamishwa na imekutanishwa na shirki, Hii athari ameiweka Imam al-Dhahabi kubainisha kwamba pombe ni haramu na kuwaradi, kuwakemea watu wanaodai kwamba hakuna katika Qur'ani aya inayoharamisha pombe, kwa sababu wako katika watu ambao wanadai hivyo. Sawa, baada ya kushuka aya hii wao hawaoni kwamba aya hii imefanyaje, imekataza pombe. Sasa akaiweka athari hii ya Abdullah ibn Abbas aliposema lamma nazala, pindi iliposhuka au ilipoteremka tahrimul khamri, aya ya kuharamisha pombe, ay fi al-Qur'an al-Karim, aya katika Qur'ani ya kuharamisha pombe, masha sahabatu, masahaba walitoka, ba'dhum ila ba'dhin, baadhi yao wakenda kwa wenzao, yani wale ambao wamewahi kupata agizo, wamewahi kufikiwa na aya hiyo, wamewahi kuisikia aya hiyo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanakimbia mbio, wanaenda kuambia ndugu zao ambao hawajafikiwa na aya hiyo. Wanawaambiaje? Waqalu hurrimatil khamru, pombe imeharamishwa jamani, pombe imeharamishwa, acheni kunywa. Waju'ilat idlan lishirki, na imetajwa na imefanywa mithili ya shirki, au imekutanishwa na shirki katika kutajwa. Waju'ilat idlan bikasri al-aini
au bifathihi ay mumathilan, idlan ay mumathilan wa muqarina. Pombe imetajwa kwa kukutanishwa na shirki pale aliposema innamal khamru wal maisiru wal answabu. Answabu ni shirki, wal azlam, azlamu pia ni shirki, mizimu na kupiga ramli. Sawa, vyote hivi ni ushirikina ambao vimetajwa pamoja na pombe. Kwa hiyo masahaba radhiallahu ta'ala anhum walivyoona kwamba pombe imetajwa pamoja na shirki, wakajua ubaya wake na uhatari wake, wakawa wanafahamishana na kutahadharishana. Hii athari ameitoa Imamu al-Hakim na ameisahihisha. Kadhalika ameitoa Imamu at-Tabarani katika Mu'jam al-Kabiri na ameisahihisha kadhalika Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Tayib, tumeona athari hii ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma inayobainisha raddi dhidi ya wale wanaosema kwamba hakuna katika Qur'ani uharamu wa nini, wa pombe. Wa dhahaba Abdullah ibn Umar, kadhalika anasema Imam al-Dhahabi, na amekwenda Abdullah ibn Umar, kwa maana amekuwa na msimamo na mtazamo sawa. Dhahaba amekwenda kwa maana amekuwa na msimamo Abdullah ibn Umar ila anna al-khamra, ya kwamba pombe akbarul kabair. Abdullah ibn Umar amebainisha na amesema ya kwamba pombe akbarul kabairi, ni moja ya madhambi makubwa, ni moja ya madhambi makubwa. Na athari hii ameitoa Imam Ibn Abi Shayba fi al-Musannaf wa Sa'id ibn Mansuri katika sunani yake na wengineo. La shakka anna shurba al-khamri min akbar al-kabair, hakuna shaka katika hilo kwamba kunywa pombe ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa, biitibari ma yatarattabu alayhi, kwa kuzingatia yale ambayo yanayopatikana mtu anapokunywa pombe, mina zina, kama vile uzinifu, wasariqa, na wizi, waluquq, kadhalika na kuasi wazazi wawili, walqatlu, kadhalika na kuua, wa nahwi dhalika, na mengineyo ambayo yanaweza akapatikana mtu anapokunywa pombe, kama tulivyosema mwanzo kwamba mtu akinywa pombe akili inapotea. Kwa hiyo anafanya chochote, anafanya chochote. Kwa haya yote ni katika madhara ambayo yanapatikana kwa kunywa pombe. Wahiya bila raiba, Imam al-Dhahabi anasema nayo pombe bila shaka, wahiya bila raiba, nayo pombe bila shaka, ummul khabaithi, ni mama wa machafu yote. Ummul khabaithi ni mama wa machafu yote bila shaka, liannahu yughatti al-aqla, kwa sababu pombe inaifunika na kuibadilisha na kuivuruga akili. Fayadkhulu al-insan fi al-khaba'ith, kwa anajikuta mtu anaingia kufanya machafu. Sawa, anajikuta mtu anaingia kufanya machafu bila kujijua. Kila aina ya machafu mtu akilewa anajikuta anafanyaje, anaingia kufanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu amekunywa ummul khaba'ith. Sawa, amekunywa mama wa machafu. Kwa kinywaji hichi, kilevi hiki, ndio kinampelekea kufanya machafu mengine. Kwa machafu mengine atakayoyafanya mlevi, sawa, yatakuwa ni yenye kufuata ule uchafu wa mwanzo aliokunywa, ambao ndio mkubwa, sawa sawa, ambao ni pombe. Waqad lu'ina sharibuha, na amelaaniwa mwenye kunywa hiyo pombe. Waqad lu'ina sharibuha, na amelaaniwa mnywaji wa pombe. Fi ghairi ma hadithin,
katika hadithi isiyokuwa moja, yani katika hadithi zisizokuwa moja, fi ghairi ma hadithi, katika hadithi zisizokuwa moja. Kwa maana Imamu Dhahabi anatubainishia kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amemlani mwenye kunywa pombe katika hadithi nyingi, sawa, katika hadithi nyingi. Anasema Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu katika athari ambayo ameitoa Imam an-Nasa'i na akaisahihisha Sheikh al-Albani, anasema ijtanibu al-khamra, jiepusheni na pombe, fa innaha ummul khabaithi, kwa hakika hiyo pombe ndio mama wa machafu yote. Jiepusheni na pombe, kwani pombe ndio mama wa machafu yote, yani ndio chanzo cha machafu yote. Jiepusheni na pombe kwa sababu pombe ndio chanzo cha machafu yote. Mtu akilewa atatukana, sawa, atatukana sana, na mtu kishaona ni mlevi anatukana matusi ya kawaida, usimjibu, sawa, achana naye, wewe ondoka, mwache aendelee kama ataendelea. Ukimjibu basi kama umemzuzua, sawa sawa, ataongea hata yale ambayo asingeyaongea. Kadhalika imekuja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-khamru ummul khaba'ith, pombe ndiyo mama wa machafu yote. Pombe ndiyo mama wa machafu yote. Hadithi ameitoa Imam an-Nasa'i, kadhalika Imam at-Tabarani wa hasanahu al-Albani. Hadithi hii ameitoa al-Imam at-Tabarani na ameihasanisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, kuwa Mtume alayhi salam anasema al-khamru ummul khaba'ith, pombe ndiyo mama wa machafu yote, kwamba ndiyo chanzo cha machafu yote. Pia Mtume pia Imam Dhahabi aliposema waqad lu'ina sharibuha fi ghairi ma hadithi, kwamba amelaniwa mwenye kunywa pombe katika hadithi zisizokuwa moja. Tunataja hadithi moja, tunaitaja hadithi moja katika hizo ambazo zimebainisha kwamba amelaniwa mwenye kunywa pombe. Ni hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, qala, anasema sahaba huyu, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salam amelani al-khamra, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameilani pombe. Hesabu hiyo, kitu cha kwanza kilicholaniwa katika hadithi hii, sawa. Sahaba anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam la'ana al-khamra, ameilani pombe, yani hii pombe hii wanayokunywa watu wenyewe imelaniwa. Washaribaha, na akamlani mwenye kunywa pombe, sawa. Kitu cha tatu kilicholaniwa, kitu cha pili kilicholaniwa ambacho ni mwanadamu mwenye kunywa pombe. Washaribaha, na mnywaji wa pombe pia amelaniwa. Wasaqiaha, watatu mwenye kuimimina ile pombe, sawa, mwenye kuimimina ile pombe, ima pombe zile zinazopimwa zile, sawa, kama tulivyosema mataputapu hapo chini, watu wanaopima na vikopo, sawa sawa, au wakati wana package kwenye chupa zile, sawa, si kuna Serengeti, si kuna nini, sawa sawa. Wakati wa kupackage zile pombe zile, yule mwenye kuipackage, mwenye kuipakia kwenye zile chupa, sawa, au kwenye vidumu, kwenye pipa, mtu yeye amefanyaje? Amelaaniwa. Mwenye kumtilia mwenzake kwenye glasi amelaaniwa. Wasaqiaha wa bai'aha, kadhalika amelaaniwa mwenye kuiuza. Wa bai'aha, na muuzaji wa pombe pia amelaaniwa. Wa asiraha, kadhalika na mwenye kuikamua. Wa asiraha, na mwenye kuikamua pombe, kwa maana
mwenye kuitengeneza pombe. Sawa, mwenye kuitengeneza pombe pia amelaaniwa. Wale watu wa viwanda kadhalika na watu ambao wanatengeneza pombe majumbani mwao wanazipika. Sawa, ima watengeneza kwa ndizi kisha wanazipika na mfano wake, wote wamefanyaje? Wamelaaniwa. Mwenye kuitengeneza pombe kwa aina zake zote, kwa maana kama ni mabange na mengineyo katika mikhadirati, mwenye kulima kilimo kile naye amelaaniwa. Sawa sawa. Wa mu'tasiraha kadhalika amelaaniwa yule mwenye kuikamua. Wa mu'tasiraha, na yule anayeomba akamuliwe. Sawa, yule anayeomba atengenezewe ile pombe. Kuna wale wanaotengeneza pombe na kuna wengine yeye hatengenezi, anawaajiri watu wanamtengenezea. Sawa, kwa wale wanaotengeneza kwa ajira wamelaaniwa, na yule anayetengenezewa pia, anayeajiri amelaaniwa. Sawa sawa. Wahamilaha kadhalika amelaaniwa mwenye kuibeba pombe. Mwenye kuibeba pombe, sawa, amelaaniwa. Ima ukaitoa sehemu moja kuipeleka sehemu nyingine, umelaaniwa. Sawa sawa, utaibeba kichwani au mikononi au mfukoni, umelaaniwa. Haijalishi ni pombe aina gani. Hakuna kwamba kwa vile ni pombe za kizungu, hakuna pombe ya kizungu wala ya Kiarabu, umelaaniwa. Sawa. Wal mahmulata ilayhi, na amelaaniwa pia anayebebewa hiyo pombe, anayepelekewa pombe. Yani mtu ambaye anaibeba kumpelekea mwenzake amelaaniwa, na yule anayepelekewa amfanyaje? Amelaaniwa. Wote watu hawa amfanyaje? Wamelaaniwa. Na hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha wazi uharamu wa pombe na madhara yake, na kwamba kabiratun min kabairi dhunub, kwamba pombe ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa, kuonesha kwamba wamelaaniwa wenye kunywa pombe, wenye kuibeba, wenye kuitengeneza, wenye kufanya kadha. Sawa, kama unaandika risiti na wewe umelaaniwa, unaandika risiti ya pombe, umelaaniwa na wewe, kwa sababu unaingia katika jumla ya watu wenye kuuza pombe. Hadithi hii ameitoa Imam Abu Dauda na ameisahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, na wengineo katika ahlul ilmi. Kwa hii ni moja katika hadithi ambazo Imamu Dhahabi amesema kwamba Mtume alayhi salam amewalani kwamba wamelaaniwa wenye kunywa pombe kwa hadithi zisizokuwa moja. Hii ni moja wapo. Sawa sawa. Na muda hautoshi wa kutaja zingine, lakini tutosheke na hiyo. Yani kwa hao waliotajwa hapa inatosha. Inatosha kwa mtu mwenye akili kujua uharamu wa pombe na madhara yake. Mwisho kabisa tunamalizia kwa darasa ya leo na hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Imamu Dhahabi rahimahullah, waqala sallallahu alayhi wasallam, na amesema mjumbe wa Allah, man shariba al-khamra, atakayekunywa pombe, ay maratan wahidatan, atakayekunywa pombe kwa mara ya kwanza, yani atakayekunywa pombe mara moja, fajliduhu, mtandikeni mara moja, yani mpigeni viboko kwa mara ya kwanza. Atakayekunywa pombe kwa mara ya kwanza, fajliduhu, mpigeni viboko kwa mara ya kwanza. Fa in aada, iwapo atarudia, ay maratan thaniyatan, iwapo atarudia kunywa pombe tena kwa mara ya pili, fajliduhu, mtandikeni tena viboko. Fa in sharibaha, ikiwa atakunywa tena, ay maratan thalithata, kwa mara ya ngapi? Ya tatu, fajliduhu, mtandikeni pia viboko kwa mara ya tatu. Fa in sharibaha, ay maratan arrabi'a, fa in sharibaha arrabi'ata,
iwapo atakunywa tena kwa mara ya 4 faqtuluhu, muweni. Iwapo atakunywa kwa mara ya 4 faqtuluhu, mfanyeje? Muweni. Imamu Adh-Dhahabi anasema sahihun, hadithi hii ni sahihi. Akhrajahu Abu Dawuda, hadithi ametoa Imam Abu Dawud wa Tirmidhi, kadhalika na Imam Tirmidhi wa An-Nasa'i fi al-Kubra, kadhalika Imam An-Nasa'i wa Ibn Majah wa Ahmad na wengineo. Wasahahahu al-Albani, na ameisahihisha Imam al-Albani. La ilaha illa Allah. Tunaona hadithi ilivyokuwa nzito maelezo yake, kwamba mwenye kunywa pombe kwa mara ya kwanza mpigeni viboko, sawa. Fajliduhu, mtandikeni viboko. Fa in aada, akirudia kwa mara nyingine, fajliduhu, mpigeni tena. Fa in sharibaha, ikiwa atakunywa tena kwa mara ya 3, fajliduhu, mpigeni pia. Fa in sharibaha ar-rabi'ata, akinywa kwa mara ya 4, faqtuluhu, muweni. Hadithi hii fihi az-zajru ash-shadidu an shurbi al-khamri. Katika faida zinazopatikana katika hadithi hii ni makemeo mazito ya kunywa pombe. Katika hadithi hii kuna makemeo mazito ya kunywa pombe, lakini pia inaonesha hadithi hii kwamba hukumu ya mtu mwenye kunywa pombe anapigwa mijeledi, anapigwa viboko, anapigwa viboko. Na anapigwa viboko vingapi? Kuna maelezo mengi ya wanachuoni, insha Allah tutakuja kuelezea katika darasa itakayofuata, sawa. Ima viboko 40 au viboko 80, ima viboko 40 au viboko 80. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipiga viboko 40 kwa wale ambao waliobainika wamekunywa pombe, sawa, pigwa viboko 40. Kadhalika Abubakar ni Siddiq akapiga viboko 40. Umar ibn al-Khattab pia akawapiga viboko 40 katika utawala wake, sawa. Mwanzoni akawa na mtu akinywa pombe viboko 40 ndio hadi yake, yani ndio adhabu yake, sawa sawa. Kisha katikati ya utawala wake Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, alivyoona watu wamekithiri kunywa sana pombe, akawataka ushauri masahaba, akawataka ushauri, mnaonaje? Pamoja na hududi zinasimamishwa, watu wanapigwa viboko 40, lakini bado watu wanafanyaje? Wengine wanaendelea kunywa. Haya, mnashauri vipi? Yani tufanyeje? Akaita ile shura yake kama kiongozi, sawa. Katika wakatoa rai masahaba walizotoa, akiwemo Abdurrahman ibn Aufi, yeye akatoa rai akasema, mimi ninavyoona ni bora uongeze viboko, ni bora uongeze viboko, huenda ikawa ni sababu ya watu kuacha na kuogopa kunywa pombe. Ongeza 40 nyingine. Umar ibn Khattab akaongeza 40 zingine zikawa 80. Kwa hiyo ikawa anapiga viboko 80 kwa mlevi, sawa. Sasa hapa kuna khilafu, kuna maneno mengi ya wanachuoni, yani inakuwaje? Kwa udadavuzi wake insha Allah darasa itakaofuata biidhnillah tabaraka wa taala tutaanza na sehemu hiyo, kisha tutaendelea biidhnillah subhanahu wa taala. Lakini utoke umejua kwamba hukumu ya pombe, yani adhabu kwa mlevi, adhabu ya mlevi, adhabu ya Kiislamu, sawa, ni viboko. Anatakiwa apigwe viboko. Viboko vingapi? 40 au 80. Umeelewa? Ni nani atakayepiga viboko? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema fajlidu, mtandikeni viboko, ni nani anaamrishwa apige walevi viboko? Ni mimi na wewe? Ni imamu wa msikiti au ni shehe wa mkoa? Ni shehe wa wilaya?
La, la, la. Anayeamrishwa hapa ni kiongozi wa nchi, sawa? Anayeamrishwa hapa ni amiri jeshi, sawa? Rais ndiye anatoa amri, au mfalme ndiye anatoa amri, sawa, kuwaelekeza wale viongozi wake, wale wasaidizi wake kama vile makadhi, sawa, kwamba wasimamishe hukumu hizi kwenye mahakama za qadha. Mahakamani huko mtu ikithibitika kwamba amekunywa pombe, anasimamishiwa hukumu ya viboko. Kwa anayesimamisha hukumu hizi ni kiongozi na sio kila mtu. Si mnaelewa? Sasa mtabihu, zindukeni, msije ukimwona mlevi una fimbo yako umeiandaa, unapiga viboko 40 au unapiga viboko 80 au unapiga viboko visivyokuwa na idadi. Hapana, hii hadha laisa laka, hili sio jambo lako shekhe, na kuwapiga viboko walevi sio jambo lako, sawa? Labda kama wameharibu, wamefanyaje, sawa sawa, unaweza kumpiga kumkemea, sawa sawa, unampiga kwa kumkemea asirudie kile kitendo anachokifanya, sawa sawa. Lakini je, kule kumpiga kwako itampelekea aweze kuacha pombe au inamwathiri wakati ule amelewa? Ukimpiga wakati ule amelewa, anahisi, anajua kwamba baadaye pombe ikiisha atajua kwamba fulani kanipiga? Hawezi jua. Kwa hapa pia kuna maelezo ya wanachuoni ni wakati gani mlevi atapigwa, baada ya kuisha pombe au pombe bado iko kichwani, sawa sawa. Tutakujaona insha Allah taala. Kwa leo tutabakia hapo. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.